problem associated with them. Tusalie kwenye swala hilo la uhuni ambapo gavana wa Machakos Wavinya Ndeti amelaani ongezeko la ghasia za kisiasa na matumizi ya makundi ya wahuni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akisema hali hiyo inatishia amani, demokrasia na uchumi wa nchi. Wavinya amesema ghasia zilizoshuhudiwa katika uchaguzi mdogo wa Ol Kalou hazipaswi kuwa mfano wa siasa za Kenya. Amemtaka Rais William Ruto kuchukua hatua za kukomesha matumizi ya wahuni wa kisiasa, huku akiwataka viongozi kuacha kuwatumia vijana kwa maslahi ya kisiasa. Alionya kuwa mataifa yanayokumbatia ghasia za kisiasa huishia katika migogoro na kuwafukuza wawekezaji, jambo linalodhoofisha uchumi na kupunguza nafasi za ajira. Naye naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi aliikosoa serikali ya Kenya Kwanza, akiituhumu kwa kutekeleza sera zisizodumu na zisizozingatia mahitaji ya Wakenya. Task na kazi mingi. Watu wanaenda wanapanga goons wakuja kuharibu mikutano. Hiyo maneno ya goons hatutaki Kenya. Tunaenda wakati wa siasa. Kenya iko na wawekezaji wengi, wamefungua mafactory zao na kampani zao hapa kutoka nje. Sasa sisi tukianza kupatiana instability, hata investors wanaogopa kuja Kenya. Hii Kenya inaenda wapi? Vijana wetu msikubali kutumiwa vibaya, kwa sababu hata mkiuawa mazishi yenu hawatakuja. Hawawajui. Waziri